Leo tumefanya ziara katika ile eneo la Africana hapa wilaya ya Kinondoni, nikiwa na mkuu wa wilaya na kamati ya usalama ya wilaya, lakini pamoja na wataalamu kutoka TRA, kutoka FCC, pamoja na wataalamu wenzetu wengine ambao wanatusaidia kutoka kwenye ofisi za serikali. Lakini kikubwa kabisa ambacho tumekuja kuangalia, mmeona hapa katikati, moja, kuna ajali nyingi ambazo zinatokea na jeshi la polisi nchini limeendelea kunyoshewa kidole kwamba labda halifanyi kazi zake inavyopaswa au vitu vingine vya namna hiyo. Lakini assumption iliyoko hapa, ndugu waandishi wa habari, nataka leo niwapitishe ili muweze kuona jambo la msingi sana. Hapa tumefika kwa watu ambao wanauza bidhaa za magari, na ambazo bidhaa hizo naweza nikaita kwa hatua ya awali ya uchunguzi wa awali sio bidhaa ambazo zinalingana na nembo iliyopo nje ya bidhaa hizo. Kwa mfano, hapa mnakuta kuna bidhaa hii hapa. Bidhaa hii mnayoiona, hili box hili limetengenezwa kwa magumashi vile vile. Alafu ndani ya bidhaa hii, box hili likishapatikana namna hii, humu ndani kuna bidhaa. Hapa ndani hapa kuna bidhaa. Bidhaa hizi tunaita ni brake nini hizi? Ni brake shoes. Hasa hizi brake shoes ukiangalia hapa nje ni nembo ya Toyota. Alafu hii nembo ya Toyota hapa pia kuna hizi nembo hizi zinakuja zinabandikwa, hizi ziko tofauti kabisa, zinabandikwa. Na hapa ndani kanawekwa karatasi kuonyesha kwamba ni bidhaa mpya iliyotoka Japan. Sasa hizi brake shoes, nini kinachokuja kutokea, ndugu waandishi wa habari? Mtu anapokuja kununua hizi, anajua amenunua mali original ya Toyota. Anakwenda kuifunga kwenye gari lake. Then mwisho wa siku hizi brake shoes pamoja na mfumo mzima wa breki, unakuwa mtu anayenunua anadhani amefunga vitu original, na anaondoka katika safari yake kutoka hapa kuelekea Mbeya, na anajiamini kabisa kwamba mali aliyonunua ni salama. Lakini baada ya muda, mali hii mnayoiona hapa imepigwa chapa kabisa huko ndani kama ni Toyota, lakini kwa uchunguzi wa awali na wataalamu ambao tunao watachunguza zaidi, inaonesha kabisa kwamba jambo hili si Toyota aliyefanya production, lakini box hili limetengenezewa hapa tulipo. Halafu zinakuja zinabandikwa nembo hizi kuonyesha kwamba kwa kweli hii ni mali original kabisa. Sasa mwisho wa siku unakuja kukuta kwamba hiki kitu kinachofanyika kwenye mali hii ndivyo kinavyofanywa kwenye oili. Umenunua gari yako leo mpya, unaweka oili yako, ndani ya miezi miwili engine imenoka, engine imekosa uwezo. Kumbe ni kwa sababu ya oil fake, au ni kwa sababu ya oil ambazo zinauzwa huku mitaani zikiwa sio zenyewe. Sasa hapa pia tunao wataalamu wa Toyota wenyewe ambao ndio wazalishaji hivi vitu. Ukiangalia haya madubasha yote haya ni madubasha ambayo yanazalishiwa mahali ambapo wao wanajua, wachunguzi watafanya kazi hiyo. Lakini hapa pana viashiria vya haraka sana kwamba bidhaa hizi zote ambazo mnaziona ziko hapa ni almost bidhaa fake ambazo wazalishaji wenyewe wenye nembo hizi hawajazalisha mali hizi. Kwa hiyo unaweza kaona Watanzania wanavyolalamika kwamba kuna ajali nyingi, halafu mtu anasimama labda anaweza kusema polisi haijafanya kazi zake, lakini ukija hapa ndio unaanza kuelewa kwamba ala, kumbe unapodhani umefunga brake, halafu kumbe ni brake fake. Unaanza kutelemka mtelemko wako, unaitafuta brake, unakuta hamna. Mpaka mwisho tunapata ajali, watu 30, 40 wanafariki, lakini vyanzo vyake ni kwa sababu ya watu wanaotazama wao kula pesa na kuwa matajiri, hata kama kutakuwa kuna kumwaga damu za Watanzania.